أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بإذنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusaka rehema na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, tunaendelea na utaratibu wetu wa Yasin. Tulisema tutakuja na Yasini 21. Leo tunakwenda Yasini ya 6, takuja ya 7, ya 8 na ya 9 na ya 10 mpaka 11. Tafanya kituo hapo, tuangalie matokeo na mrejesho wa yale ambayo tunayafundisha. Je, kuna ambao wanayafuata? Kuna ambao wako serious au wanataka waende wakafanyiwe dua wakatoe pesa zao na gharama zao, wao wanashinda kukaa chini na kufanza? Tunafanya haya, makusudio ni kwamba ufanye mwenyewe nyumbani, wala ina haja tafute mtu make utaambiwa 500,000 300,000 na wewe huna. Kwa mfano, kuna njia hapa zipo ambazo za kujikwamua kinga kwa siku ya leo zinakuja. Haya, wanataka mtu akusomee kinga kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya usalama wa afya yako bure. Kwa hiyo sasa, ili kusudi uweze kufanya mwenyewe, fanya sasa. Tofauti na hapo, ukienda kwa mtu, ukija kwangu, kwa mwingine, lazima ule muda wake anautenga, atapaswa kwambie nipe chochote kama sadaka. Sadaka yangu mimi ni kwamba fanya mwenyewe. Hiyo ndio gharama yako. Gharama yako ni kufanya mwenyewe. Tunakuja na Yasini kwa ajili ya kutoa vitu vibaya ambavyo vinavyopanda, nikena maana mashetani. Hii njia nilifanya mwaka 2018. Nakumbuka hivyo. Nimeifanya mwaka 2018 na majibu yake yalikuwa mazuri. Ni historia ndefu sana. Mtu alikwenda kudai haki ya baba yake baada ya kuwa amefariki. Yeye akaona niende kuanza ubabani, nikaongea na ndugu zangu anisaidie chochote nipate riski ya kula. Alipokelewa na walitaka kwamba yeye katika zile nyumba wao wanampa pesa, sio yeye akabidhiwe ile mali ya uongozi. Hapana, wenyewe akataka kwamba kila baada ya muda aende akaombe. Yeye ile binti akakataa, akasema mimi sitaki kuomba, nipeni haki yangu. Kama nyumba ziko 3, nipeni moja, na kama nyumba ni moja, nipeni chumba kimoja au vyumba viwili, nichukue kodi na mimi nikajiendeshe maisha yangu. Lakini haikuwa hivyo, akaahidiwa kitu kibaya na kala ametupiwa jini. Sasa njia hii hapa ya kutoa, utamchukua mtu wako, utamvisha kitambaa cheupe, utampaka mafuta ya aina 7 ambayo ni mafuta ya zaituni, mafuta ya mrehani, mafuta ya mkunazi, matatu hayo, mafuta ya habari sauda 4, utachukua mafuta ya ndimu 5, utachukua mafuta ya mafuta haya wanaita mafuta ya miski. Utachukua mafuta ya miski utaweka mle, kisha baada ya hapo utachukua mafuta ya mnyonyo utachanga. Huyu ni mtu ambaye katupiwa kitu kibaya, vinapanda, vinasema vitaka kumuondoa maisha yake. Msichanganye njia hizi ziko different.
Usichukue njia ukachanganya kaleta huku. Hii ni njia katupiwa, vinapanda vimeshamfanya kuwa nondocha, amekuwa yuko hivi, ukenda unamtoka, mate yanamtoka, haongei, anapigana, nafunga kamba, mwehu si mwehu hivyo. Au yule ambaye anapandisha, si nondocha lakini anapandisha hiyo. Baada ya hapo utamweka kwenye kitambaa cheupe, utamtenga chini hapo, kisha baada ya hapo mtu huyo atakuwa amevaa nguo nyeupe tu, asivae nguo nyingine, nyeupe tu, lakini avae vizuri mtu huyo, asije kata vurugu akabakia utupu. Kisha baada ya hapo watamzunguka vijana wawe wengi, na lazima gharama iwepo, vijana wawe wengi wasomaji, aidhuru kwa uchache wawe watu 7 watasoma kwa uchache, lakini 7 watasoma Yasini 63, idadi ya miaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, idadi ya miaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kisha baada ya hapo watakuwa na vile vidaka. Vidaka ni vile vitoto vya nazi, vile vitoto ambavyo huga ni vidaka. Sina hapa ofisini, sina for example ningetoa vidaka, umeona vile vidaka na venyewe viwe 63. Tunasoma Yasini yetu, umeshampaka ile dawa na kitambaa cheupe, mmemzunguka. Kisha baada hapo mnamfanya kisomo. Huku mkono wa kulia kidole chako kinamnyoshea. Kama uweze kutumia mkono wa kushoto na kufunua masahafu, kwa wale ambao soma hafidh wa Yasini, fanya hivi, utatumia kidole cha mkono wa kushoto ukinyoosha. Kisha baada ya hapo cha kufanya wewe sasa, cha kufanya wewe ni kitu kimoja, utakuwa unamnyosha kidole, unamsota kidole. Utakapokuwa unamsota kidole huko unasoma Yasini. Yasini zipatikane 63 kwa kila mmoja. Atakapokuwa anasoma Yasini moja ikiisha, anachukua kidaka amekishika mkononi, alafu anafanya hivi mara 3, alafu anataka kama vile mtu ambaye wale watu ambao wanakwenda kufanya ibada ya hija wanajua namna gani huwa anafuatilia yale mawe kumpiga sheitani. Hasa naye atakuwa anafanya kama vile anampiga sheitani, anaatilia innaka shaitanir rajim, anapiga na kile kidaka mpaka zile Yasini zitaisha. Wa kila mmoja akimaliza Yasini anafanya hivyo, innaka shaitanir rajim, anampiga yule mgonjwa hapo. Atakwenda hapo, kisha baada ya hapo kimaliza ndio kishamalizika, utakuja sasa, kuna dada zipanda, nitakuja kuzipanga siku moja kwa ajili ya mifuke au nyumbu, kwa ajili ya kuosha vitu vibaya mwilini. Baada ya hapo nako umemaliza kwa mara ya kwanza. Baada ya hapo itabakia ni vidogo vidogo tu, na ule mtu atarudi sawa katika hali yake. Hii ni Yasini ambayo ni Yasini ya 6, ambayo insha Allah, ambayo ina tuwezesha sisi tuweze kufanya tujitibu wenyewe tukiwa majumbani kwetu. Inshallah, sina mengi zaidi hapo. Sijui maswali kwa yule ambaye atakayekuwa yuko tayari atauliza, ili kusudi tuweze kuelimishana, na namba ya simu inapatikana hapo. Inshallah niseme tu billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.